Katika video ya leo tutaangalia vikwazo muhimu vinavyokufanya wewe kabla hujaingia katika mahusiano uweze kujitathmini kwanza. Yaani mahusiano sio ya kimapenzi, sio ya uchumba, wala sio ya ndoa. Abdunnoor hapa kama kawaida. Ni mwendo wa kusubscribe, kutia kidole. Yes, ku thumb up. Yani inamaanisha kulike unapokuwa umeangalia video hii, lakini kucomment, yani kutoa maoni, ila pia kushare. Anyways, kabla hujajicomment kuwa na mtu, uwe wa kike au uwe wa kiume, hakikisha unaangalia vikwazo vifuatavyo. Hakikisha hui katika haya. Namba 1 ni mwidoa wa mahusiano. Yes, mwidoa nimekuchanganya. Kiswahili tabu kweli kweli. Tutaelewana mwaka huu. Anyways, ukiwa mwidoa wa mahusiano, manake nini? Hapa ni pale ambapo mwenzako amekuacha juzi tu. Ni pale ambapo umetokwa na mwenzako. Yaani umeachwa mwezi jana, umeachwa mwaka jana tu, bado una machungu kweli kweli. Yaani ulipigwa kibuti cha nguvu. Au kipenzi amekutoka kwa mapenzi yake Mola, ulimpenda lakini Mola alimpenda zaidi. Mungu atujalie mwisho mwema jamani, ni hatari. Unakufa na umepitia wabebe kibao. Yaani umepita nao ni vibaya mno. Aisee, sijui utamjibu nini Mungu. Anyways, nimeishia wapi vile? Yes, yani baby anapokutoka, mubebe anapopendwa na Mungu au amekupiga kibuti, una kilo 50 za maumivu. Don't jump into another relationship please. Why? You will ask. Kwa sababu kwa muda huo hutafuti aliye sahihi, unatafuta wa kukuliwaza au wa kumkomoa ex. Mwisho wa siku uliyempata unakuwa huna hisia naye, ni kumtesa tu. Lakini pia katika kumtafuta mtu huyo wa kukuliwaza au kumkomoa ex, unakuta unaangukia pua. Kwa nini? Kwa sababu ulimtafuta chapchap bila kutuliza akili. Namba 2, unakuwa hauna amani, yani trust issues. Unakuwa na kale kamsemo, utapokuwa umewahi kung'atwa na nyoka, hata jani likikugusa unashtuka. Sasa basi, utaniuliza niingie lini Mr. Abdunnoor katika mahusiano baada ya kupigwa kibuti au baada ya kumpoteza mwenza wangu? Nitakujibu hivi: ingia pale ambapo utakuwa umehakikisha kwamba umetulia kiakili, yani umesahau kila maumivu. Utapokuwa umejifunza namna ya kuwa mpweke. Kwa hiyo unapokuwa unataka mbebe mpya, unahitaji kumpata mwingine, unakuwa unajua unataka nini. Ila pia unajifunza wapi ulikosea, hasa kama ulipigwa kipepsi. Hapa unajifunza kwamba yes, I did a mistake here, you are ready to go. Kikwazo namba 2 ambacho kitakuzuia wewe kuingia katika mahusiano ni kwamba haujajiandaa. Kujiandaa sio kujiandaa na hela, sio kujiandaa na kitanda, sio kujiandaa na godoro, sio kujiandaa na vyombo vya ndani. Boys watasema si ndio hivyo kujiandaa. Kwa wadada sio kujiandaa kujua kupika, kujua kuosha vyombo, kufagia ndani, kutandika kitanda au kuandaa kashep fulani hivi amazing, au kujiandaa namna ya kumhendo mwanaume, yani maujuzi fulani hivi amazing. Interesting, Yes, ni maandalizi, but still you are wrong. Keep listening, I'm gonna tell you why. Kujiandaa ni pale unapojua mtu wa type yako au mtu wa saizi yako ni yupi, ili mwisho siku usije ukaingia chakabovu. Kujiandaa ni pale ambapo unajijua wewe ni wa aina gani, yani misingi yako, maadili yako, malengo yako ya kimaisha, lakini pia madhaifu yako na namna gani unapambana nayo. Lakini kujiandaa kwingine ni kujiandaa na kupambana na stress, ni kujiandaa na kupambana migogoro baina yenu. Ila pia umejiandaa na matarajio yote mawili, yani kuachwa au kuachana. Umejiandaa kushiriki shughuli za kwao effectively, umejiandaa kupambana na wivu. Trust me dear one, kama hujajiandaa na hivyo vitu, don't. Tuliza mshono, jitengeneze kwanza. Kikwazo namba 3, unapewa pressure. Imagine kila rafiki yako ana mbebe. Imagine kila rafiki yako mtaani kaoa au kaolewa. Imagine wadogo zako wote wamechumbiwa, wameolewa, umebaki wewe unacheza na vitoto mtaani na hakuna anayegonga hodi nyumbani, na kafamilia nako kanakuambia sasa unazeekea nyumbani uolewe. Kale ka pressure kake sasa, unajikuta unatafuta mtu ili mradi na wewe ukienda kwenye birthday za rafiki zako uwe na mtu wa kukushika mkono. Lakini this is wrong my dear one, I'm telling you. Kwa sababu pressure ina kawaida ya kumfanyisha mtu kitu haraka ili mradi tu kiwepo au amemaliza, na mara nyingi kinapokuwepo kinakuwa ni bomu au kina madhaifu fulani. Hivyo hata katika mahusiano unavyofanya haraka kumtafuta mtu ili mradi uwe naye just kwa sababu umepewa pressure, ni either utapata bomu au ana madhaifu fulani. So dear one, tuliza mshono, yaingilie huku yatokee huku, utafika muda sahihi wa wewe kupata aliye sahihi. Tulia, vuta pumzi, kunywa maji. Kikwazo namba 4 ni pale mahusiano unayoyatafuta yanapokuwa repair ya shida zako. Naelewa maisha ni magumu kweli kweli, alright? Familia ni kapuku, msosi ya aina moja na mara nyingine usipatikane au ukapatikana kwa tabu. Ukibadili, yani umehaso kinoma noma. Kadada uko chuo, ela ya ada na kula ni ngumu vibaya mno, na loan board hawaja kufikiria. Brother, hapo maisha yamekwenda kombo vibaya mno. Mwisho siku kama ni brother, mshangazi ndo unaona ni dili sasa. Unaanza kupiga tizi la kwenda ili upate mshangazi mwenye zake. Kama ni mdada, mwisho siku unaanza kutafuta mahusiano ya kulazimisha, mbwenyenye, ili mradi ya kulipia ada, ili mradi ya kupe hela ya kula. Sasa unapokuwa unatafuta mahusiano kwa kuangalia shida zako, ili mradi uripie shida zako, yatakukuta yafuatayo: kutokuwa na mamlaka juu ya mbebe. Kupigishwa wanawake wa nje inakuwa ni kitu cha kawaida sana. Huwezi kusema, huwezi kulalamika, huwezi kutoka katika mahusiano hayo kwa sababu uko naye kwa ajili ya msaada na yeye anatambua kwamba uko na yeye kwa ajili ya msaada. Lakini jambo namba 2, jiandae na masimango. Mwanzo atajitahidi kukuonea aibu, lakini kadiri siku zinavyokwenda
kwenda anazidi kuchoka na masimango yanazidi. Utasikia nakwambia, sasa umeanza kunipandishia sauti na misaada yote nayokupa, lakini unajikuta una kisauti Lakini jambo namba 3 litakalokuta ni kwamba nafsi yako inakuwa inakusuta kwamba unauza utu wako. I'm telling you dear one, yani lazima nafsi ikusute. Japo kuna watu wana bahati, wanapata watu wa kuwasaidia na bila kuomba mahusiano, na mwisho siku katika kuwasaidia mahusiano yanajitengeneza. Lakini hata wewe unakuwa haukwenda kwa nia ya kupata mahusiano. No, umeomba msaada, mwisho siku kwa kusaidia, na mwisho siku mmejuana, na mwisho siku mmependana, na mwisho siku mmeoana. Kikwazo namba 5, unapokuwa katika kipindi cha mpito. Mara nyingi tumekuwa tunaongelea red flags kwa bebezi but think about red flags kwenye life yako. Hapa nataka nikufundishe sababu moja muhimu mno, lakini hiyo ni ngumu kumeza. Kwa nini unapaswa kubofya pause sio ya video wakati mahusiano yako yanapitia mabadiliko, wakati unapokuwa katika kipindi ambacho unatoka katika raha unaingia katika karaha? Badhungu banasema transitional period. Na hii sio kuhusu kupigwa kibuti. Hapa nataka tuongelee physics, yaani kujenga nyumba kwenye ardhi ya tingatinga. Inakuwa haiwezekani Imagine una issue ya kiafya inakusumbua. Imagine unapoteza kazi ghafla. Imagine umemaliza skuli ndo unaingia kwenye maisha mapya. Imagine kuanza ajira upya au kwenda kwenye kituo cha ajira kipya. Imagine unahamia jijini and you never been in jiji za washamba. Tujuane hapa. Think of mafanikio ya ghafla, yani unakuwa mtajiri ghafla. Niamini mimi, yani hapa akili yako inakuwa betri 5%. Hufikirii kwa kufikiria, inakuwa ni wasiwasi juu ya stress. Naomba nikwambie dear one, kupata mahusiano matamu mazuri yenye malengo, akili inahitaji kuwa full battery, yani 100%. Asilimia hiyo ni ya kufikiria, asilimia hiyo ni ya uvumilivu, asilimia hiyo ni ya connection baina yako na mtu yule, lakini asilimia hiyo ni ya kuweza kureason. Sasa unapokuwa katika transition period, akili yako inakuwa haiko ready kufanya vitu hivyo. Think about this. Jiji hujalizoea, ndo umeingia. Hujajua wapi kuna asilimia kubwa ya watoto wa mjini. Hujajua wapi kuna asilimia kubwa ya watoto waliolelewa na wazazi wao wakakubali kuleleka. Unakurupuka kinakulamba. Tulokutwa na hii tujuane. Umepangiwa ajira sehemu fulani, unafika pale unakuta wenyeji vibwenyenye, wazee watoto zigenigeni, wanaanza kukuimbisha na wewe si unaona raha kweli? Ukihisi utapewa cheo au utaongezewa mshahara. Kwa nini? Kwa sababu kwa muda huo akili haijaseto kuanza kureason. Mwisho siku kinakulamba. Umepoteza kazi, ndani ya mwezi huo huo mbwenyenye anakuja anakutaka, na wewe unakubali ili upate kazi uendeshe maisha yako ya kila siku. Mwisho siku kwa sababu ulikubali kwa ajili ya kupata kazi na ni mbwenyenye, kinakulamba. Kikwazo namba 6, Mungu hajakuruhusu. Itakuwa sio poa kama tusipomhusisha Mungu katika topiki yetu, kwa sababu kila kinachofanyika juu ya mgongo wa ardhi ni Mungu anayekiruhusu. Niamini mimi, hata kazi ya shetani haipiti bila saini ya Mungu. Kama unakataa, tufundishane kwenye comment, njoo na hoja. Anyways, tulishawahi kuzungumzia namna Mungu anavyomkataa mubebe na jinsi gani anakueleza kwamba nimemkataa mubebe huyo, tafuta mwingine, kwamba toka katika mahusiano haya hayakufai. Kama wewe ni mwenyeji hapa unanipata vilivyo. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe ili twende pamoja. Lakini pia pitia playlist yangu utakutana na video hiyo imeandikwa Mungu hataki uwe naye. Anyways, unaweza ukawa hauko katika mahusiano na unahitaji kuingia, unahitaji kujiunga kwenye chama la huba, unahitaji kujiunga kwenye chama la ndoa. Mapenzi obviously sio sehemu ya Mungu, lakini tutazungumzia uchumba na ndoa. Ukweli lazima usemwe. Anyways, unataka kuingia ila Mungu hajakuruhusu. Utaonaje? Hajakupa riziki ya kutosha kama mwanaume, yani mwenyewe tumbo lako tu linakusumbua. Hapa ukifosi ukataka kuvunja ukuta, ndugu yangu, yatakukuta ya kukuta, maisha yatakuwa magumu mno, kwa sababu utakosa pesa ya kumhudumia mubebe, utakosa hata pesa ya kujihudumia mwenyewe. Kikwazo cha pili, Mungu hajakupa ukomavu wa akili, yani Mungu hajakupa hekima na busara. Hujasikia moyo unakutekenya kwamba sasa kuwa na mtu kwa kuangalia genuine reasons. Mungu hajakukutanisha na mtu ambaye anakupa amani ya moyo, yani mtu anayekukaribisha naye, anayekuhusia kwenda kumwabudu Mungu, mtu anayekufanya ujihisi kwamba unahitaji kuwa bora zaidi. Mungu hajaruhusu watu wako wa karibu kuanza kukushawishi kwamba sasa unahitaji mtu, kwamba sasa kijana una kipato, kijana una asset, kijana umesoma, kijana sasa ulipofikia unahitaji kuolewa, unahitaji kuwa na mtu wa kuendesha naye maisha. Acha starehe sasa, mwanangu, tuletee mkwe. Sasa brother, tuletee shemegi. Sasa sister, tuletee shemegi, tuletee wifi. Ukifosi kuvunja ruksa hizo za Mungu, ndugu yangu, kitakulamba. Ila ukiona Mungu anafungua pointi hizo 4, I say you are ready to go. La msingi kuwa makini katika kuchagua. Final thought, usikubali kuingia katika mahusiano yoyote yale pale unapoona vikwazo hivyo 6. Ila pia kama uliingia kwa kuvuka vikwazo hivyo, kama uliingia kwa kuvunja ukuta, ndugu yangu, be alert. Mr. Abdunnoor hapa, catch you in the coming class, Mungu akijalia. Bye for now.